katika Uislamu ni jambo baya, na adhabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa, haina mfano wake. Ndugu zangu, miaka takriban kama 30 nyuma iliyopita, ilikuwa katika mitaa yetu kuonekana mtu ambaye shoga au anayeingiliwa kinyume na maumbile, ilikuwa ni jambo ambalo kumuona mtu kama huyo kwa kweli unafanya kumtafuta kwa tochi. Ni nadra sana kumuona. Miaka 30 nyuma iliyopita, 20-30 nyuma iliyopita, yani mtaani ikitokezea kuna mtu ambaye ni shoga, jamii ilikuwa inastaajabu, bali ilikuwa ni aibu kubwa, bali ilikuwa yule mtu anayefanya hivyo anaishi kwa kujificha. Lakini leo ukitembea katika mitaa, wale ambao wanaingiliwa kinyume na maumbile imekuwa ni jambo la kawaida, na wanatembea wamerelaksi na wala hawana shaka kabisa. Bali imekwenda mbali zaidi. Katika jamii tunayoishi leo, wanaoingiliwa kinyume na maumbile wamegewa majukwaa, ndio wamekuwa wasemaji katika baadhi ya majukwaa. Leo kuna baadhi ya media, kuna vyombo vya habari, kuna watu ambao ni mashoga na wanajulikana kuwa hawa ni mashoga, wamegewa nafasi ya usemaji, kuwa ni watangazaji katika media za aina fulani hapa Tanzania. Yani maana yake ni kwamba yule mtu ambaye ni shoga anapata platform ya kuweza kuongea na jamii. Unajua, mtu akigewa jukwaa, radio au television, akawa anaongea na jamii kwa muda mrefu, maana yake anaweza kuiathiri ile jamii kwa muonekano wake na maneno yake. Leo mashoga wamegewa majukwaa katika media, wamekuwa ndio wasemaji, bali mashoga wamekuwa ndio watu wanachambua mambo ya kijamii katika media za aina fulani. Kwa wale ambao wanafuatilia mitandao ya kijamii, radio hizi, television mbalimbali, kuna watu ambao ni mashoga, ni watangazaji, wamegewa vipindi maalum. Utasikia kipindi kinaitwa kipindi cha aina fulani, pale ndani kuna shoga. Media nyingi ukizifuatilia, takriban media nyingi Tanzania zina mashoga ndani yake, na wale wa mashoga ndio wamekuwa wachambuzi wa mambo ya kijamii. Unadhani huyu shoga anaweza akachambua jambo la aina gani ikiwa yeye mwenyewe yupo katika mlengo wa aina fulani? Bali kuna baadhi ya mashoga wamegewa mpaka uongozi, kwamba mtu ni mbunge lakini shoga. Bali imekwenda mbali zaidi, ili jambo la ushoga imefikia mahala mtu ni diwani lakini shoga. Kuna mtu mwingine ana cheo kwenye kampuni